Nikuulize, Uliza. Swali ni gumu lakini ni rahisi. Kwa nini mtu anashindwa kuzuia hisia zake kama mama, baba, nyanya? Utashangaa mama ni mkubwa lakini ameshindwa kuzuia hisia zake, anajikuta amechukua kijana mdogo. Unasikia kuna mashuga mami, mashuga daddy. Kwani hizi hisia huaga haziishi? Swali ndio hiyo. Hisia zishangi, lakini control wewe binafsi unajibeba kivipi? Kama utazikubali zikucontrol, hauwezi weza kuzicontrol wewe. Zenyewe ni very strong. Unajua love inasemekananga ni ile ugonjwa yenye ina tiba, mapenzi. So ukikubali akubebe, basi atakubeba. Lakini so inategemea na mtu, personality yako. Personality, yani ule ubinafsi wako. Wewe mwenyewe vile unajibeba. Ukikubali akupeleke hivyo. It's a spirit. Na mtu anawezaje akajicontrol? Yaani unawezaje shauri mtu ambaye hiyo hali imemkalia sana na chini? Abstain, avoid, fuata Biblia. Kila kitu iko kwa kitabu ya Biblia. Kama Yesu si mtu wa Mungu, Yesu ajui mambo na Biblia, ajui nini, atafanyaje? Vile naelewa ni hii spirit ni very strong. That's why unapata vijana wadogo sasa hivi wanachukua wamama wakubwa. Wamama wakubwa wanaendea tu vijana. Unapata mtu ako kwa marriage yake lakini bado anatoka nje ya ndoa. Sasa hiyo spirit tutaifanyia ni mpaka uwe kwa Mungu ndani zaidi ndio kuwezeshe Kuna mtu ambaye hayuko kwa Mungu na anatamani hiyo kitu imeondokee. Utampea ushauri gani? Arudi kwa Mungu. Hakuna shortcut. Hamna shortcut. Ile ina shortcut. Ile ina zile feelings ni crazy feelings. Naweza ziita hivyo, crazy. Kwa hivyo hata ufanye nini, hata nifanye niende kwa mganga, haiwezi saidia. Hawezi. Akanipea dawa. Mbona utumie uganga na kuna Biblia? Okay, na sasa na dawa ya kila kitu. Nikuulize, but ukienda hospitali kuna dawa ambazo unaweza pewa za kutuliza hisia ama hakuna? Hakuna dawa unaweza pata? Hakuna dawa ya mapenzi. Dawa ya mapenzi ni kitabu cha Biblia. Fuata neno. Kumbuka uwekange ile, hata kama yeye hajaokoka lakini asomange kitabu cha Biblia vile watu wajeza kuishi. Mbona mama ya Yesu aliishi akiwa bikra hiyo miaka yote na finally hata alikuwa na ule mume lakini hakuwa ameshiriki katika ile kitendo cha ndoa. That's why iliekwa sex ni inakuanga enjoyable kwa marriage. So mtu akiweka hiyo kwa brain utaweza kucontrol. Cause hizi zingine I think ni kuchezeana tu kimwili, lakini na ni kispirit kijikuingia ni ngumu kujitoa pale. Kama ufuati kitabu cha Biblia ngumu. By the way, hisia inakuwa ni spirit by the way. Unajua hiyo kitu nilikuoga nayo, ilikuoga akili ukishaituma. Ndio hivyo. Yaani unafikiria tu inahitaji mtu. Unaweza unajua mabinti wengi huwa wanafuata kijana mpaka kwa nyumba. Juu ile hisia imemvuta, imemsukuma mpaka anashindwa kujicontrol mwenyewe, anaenda kwa mwanaume kumbishia. Hataki kujua ana mke, hana mke. Kitu cha kwanza pia ni mtu ajue, especially kuendea kwa mume wa mtu au mke wa mtu, ile ni dhambi kubwa sana. Sasa kuna hisia zinakusukumaga usipokuwa na ile ufahamu. Ni dhambi. Unajikuta umeingia tu. It's a demon. It's a demonic spirit. Na wacha nikwambie, kuna watu pia wako kanisani. Yes. Na hali hiyo inawasumbua zaidi. Na wako kanisani, wengine hata ni waimbaji wa kwaya. Mimi nilikuwa na waimbaji wa kwaya lakini mapasta. Kuna mapasta, wasimamizi wa kwaya, watu kama hao.
lakini do you know wanakuwa wanapitia changamoto hiyo? Si kwa sababu ile kitu, unajua kitu ya kwanza ukiingia katika ndoa lazima utoe ile roho ya Jezebel, uingize roho ya umungu. Is it the Ruth? Hiyo roho ya Ruth utoke kwa Jezebel uingie kwa hiyo tu ndio unaweza manage. Yani ujikeep kibikra ama vile, it's a spirit. Na that's why unaambiangwa like the minute umelala na mume wa mtu ama mwanaume yote ule ukiwa binti, whatever you share through sexual intercourse, it's like a spirit. Ile ni spirit. So ikikuingia ndio unapatanga watu wanaweza ishi sijui miaka ngapi, tena unasikia bado wewe uliolewa, ule akaoa, lakini unajipata bado mnapatananga na mnafanya lile tendo. Why? Mulishindwa kubreak ile covenant yenye mulicommit na ule mtu kwa dhambi. So I think kitu ya kwanza ni mtu kumjua Mungu zaidi na kusoma kitabu cha Biblia zaidi. Na unajua kuna mtu kwa mfano, unaona sasa vile tumeketi hivi, kuna mtu akiketi na mwanaume, kwa mfano wewe ni jinsia tofauti, wewe ni mwanaume na mimi ni mwanamke, unajua kuna ile hali unaumia, unasikia hisia, yani unatamani hata umkumbatie huyo mwanaume, unatamani hiyo kitu unaweza iondoa aje? Ndio hiyo spirit of demon, that's a demonic spirit. Ndio tuliumbwa nazo, lakini ukiweka kwa brain yako sifai kuifanya katika huu wakati ama mahali ambapo niko. Hii kitu inafaa kwa ndoa tu. Hiyo kitu inaweza ikapunguka, lakini ni kumfuata Mungu zaidi. Maombi. Mimi na insist on prayers because huwa zinawaka. Wow. Thank you so much. Mungu akubariki kwa mawaidha yako na maneno yako yenye faraja. At least umefunza wengi. Kuna mtu pale anakuangalia ambaye hali hiyo inamsumbua sana, lakini yeye hajui bila Yesu hakuna kitu haiwezekani. Hajui, lakini leo hii umemwambia hakuna kitu ngumu kwa Yesu. Yeye mwenyewe aingie kwa maombi na kwa ibada na afuatilie neno zaidi. Hiyo tu ndio itamsaidia kuondoa hisia na kuondoa hali ambayo haimpendezi Mungu. Mungu akubariki sana kwa hayo mawaidha yako na hilo neno ulilotufundisha leo. Ubarikiwe. Amina. Leo muwe na siku njema yenye baraka, yenye furaha na utulivu. Fanikiwe wendako na Mungu akusaidie. Tuombe vijana, tunapitia changamoto nyingi sisi vijana. Tunahitaji maombi yenu, tunahitaji ushauri, mtutie moyo, mtuonyeshe njia. Ni kweli tumekuwa vichwa ngumu, hatusikii, lakini msiache kutuongelesha hivyo, tuongelesheni. Tunaweza tukabadilika kabisa.